Sinestro. You don't really believe he's your backup, do you, Hal? No. Let's say what he actually is. My replacement. Karibu tena ndani ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tutakuwa pamoja na washikaji zetu wa DC na tutaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja trailer hii ambayo tumeiona ya TV show moja inayokuja inaitwa Lanterns, ambayo itatoka tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu, mwaka 2026. Kwa nitajitahidi sasa kuvunja vitu fulani ambavyo nimeviona, umeona katika hii trailer, na kiuhalisia kama tulivyoona tutakuwa na karakta kuu mbili. Karakta kwanza kabisa inaitwa Hal Jordan na karakta ya pili inaitwa John Stewart. Na kwa washikaji sasa ambao wanaujua vizuri kabisa ulimwengu wa DC, tulifanikiwa kuiangalia movie ya Green Lantern ambayo ilitoka mnamo mwaka 2011. Umeona mpaka hapo. Na katika ile movie character main kabisa ambayo ilikuwepo ilikuwa ni karakta ya Hal Jordan. Ila katika movie yetu ni kwamba sasa umeona Hal Jordan alikuwa ni mtoto mdogo, yani alikuwa ni kijana mdogo, yani umeona mpaka hapo. Ila katika TV show yetu inavyoonekana Hal Jordan atakuwa ni mtu mzima ambaye anakaribia kufanya retirement, na inaonekana sasa ni kwamba alikuwa akimtrain, umeona udogo huyu alikuwa kiitwa John Stewart. Na kwa washikaji ambao tumefanikiwa kuangalia ulimwengu Arrowverse kupitia CW, umeona mpaka hapo, tunafahamu kitu kimoja kwamba tulikuwa tunatamani sana kumuona au kuiona character ya John Stewart, umeona ya John Stewart katika ulimwengu wa DC, especially sasa umeona kama tulivyoona ile pete ilipomdondokea character alikuwa akiitwa sasa John Digo. Na watu wengi sana tulitamani kama John Digo maybe atakuja kuwa version ya John Stewart katika ulimwengu wa CW pamoja na DC. Na je, sasa hii trailer yetu itupa issue gani hasa za kutarajia, umeona kuhusu TV show yetu inayokuja inaitwa Lanterns? Na kama wewe ni mara kwanza kabisa katika ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na katika scene ya kwanza kabisa tulimwona Hal Jordan hapa akimwagia maji John Stewart. Na ni version fulani hivi ambayo tumeziona sana katika movie za kijeshi. Kwa inavyoonekana kambini huko ni tabia fulani ambayo imezoeleka, yani umeona mpaka hapo. Na kwa sababu sasa kwa washikaji ambao walifanikiwa kuangalia ile movie ya mwaka 2011 ni kwamba sasa umeona Hal Jordan alikuwa ni pilot wa jeshi la Marekani. Na kwa upande mwingine pia kicomics sasa umeona mchizi wetu John Stewart naye pia alikuwa ni mwanajeshi wa jeshi la Marekani maarufu kabisa kama Marine. Kwa hiyo tabia ni tabia fulani ambayo imezoeleka yani katika kambi za jeshi za Marekani na maybe nchini kwetu Tanzania, we don't know yani. Na kuna sini moja tuliona hapa, kuna mdada mmoja alikuwa akiongea na John Stewart na akamwambia John Stewart kama wewe ni space cop, yani cop yule au tunasema nini kwa kwenye pesa kabisa ya Kiswahili, yani polisi ambaye anafanya kazi ndani ya space. Kwa kiuhalisia ni kwamba katika ulimwengu wa DC Green Lanterns ni kama mapolisi fulani hivi ndani ya space yani. Na kwa washikaji ambao walifanikiwa kuangalia ile movie mwaka 2011 tunafahamu kitu kimoja kwamba the Guardians of the Universe ni washikaji ambao viumbe fulani hivi umeona ambao hutengeneza Green Lanterns, umeona mpaka hapo, na waliigawa universe yote yani katika sekta kama 3600 hivi, umeona mpaka hapo, na kila sekta ilikuwa na Green Lantern mmoja, umeona mpaka zake kubwa kabisa. Sasa umeona ilikuwa ni kutengeneza order, umeona mpaka hapo, yani kama polisi wanaofanya kazi kutengeneza order, umeona kupunguza crimes hapa na pale, umeona mpaka hapo. Kwa hiyo kabisa ni kwamba sasa Green Lanterns ni mapolisi ndani ya space, umeona mpaka hapo, katika ulimwengu wa DCU au ulimwengu wa DC in general yani. Na vibe ambazo tunaziona hapa umeona kati Hal Jordan pamoja na John Stewart ni vibe fulani ambayo tumeziona katika movie moja hivi inaitwa Training Day ambayo iko chini sasa ya Denzel Washington. Na kuna sini moja tulimwona Hal Jordan hapa alikuwa akimtrain John Stewart kupaa yani, umeona hapa, kwa sababu tunafahamu kitu kimoja ni kwamba katika ulimwengu umeona wa Green Lanterns ni kwamba Green Lanterns wana uwezo wa kupaa. Ila kwa bahati mbaya au bahati nzuri hatujui kwa nini hii issue itokea, ni kwamba si John Stewart baada ya kupaa sasa umeona alitengeneza mfumo au mfano fulani wa ndege, umeona mpaka na hatujui sasa nini connection ya mfano wa ndege pamoja na John Stewart yani. Na pia inavyoonekana kuna kama bifu fulani hivi kati ya John Stewart pamoja na Hal Jordan. Ila kuhalisia hadi sasa tujui ni bifu gani au kuna story gani ambayo iko nyuma ya John Stewart kiasi kwamba anamchukia Hal Jordan, issue moja ambayo hatujui hadi sasa, umeona. Ile kwa kuangalia hii trailer tunaweza tukafanya speculation fulani hivi. Kwa tujui kama story itakuwa ya kweli au la. Kwa nitajaribu yani kuangalia hii trailer na kujaribu yani kutoa hints hapa na pale kuhusu maybe story inaweza kawa hivi au inaweza kawa vile. Ila jua ni kwamba kuna kama bifu fulani hivi na inavyoonekana kama tulivyoona baadaye kabisa yani umeona Hal Jordan alitambua kitu kimoja kwamba yani John Stewart yuko pale yani kuchukua nafasi Hal Jordan. Yani shida ni kwamba sasa umeona Hal Jordan anajua kabisa kwamba John Stewart yuko pale kwa ajili ya kuchukua nafasi yake yeye kama Green Lantern maybe katika sekta ambayo anatoka Hal Jordan.
Na kuna sini moja tuliona hapa Hal Jordan pamoja na Jon Stewart waliingia katika sehemu moja kwa ajili ya kufanya investigation. Na inavyoonekana sasa kuna watu walikuwa wakiuawa yani. Umeona mpaka hapo. Na Hal Jordan akaamini kitu kimoja kwamba watu wanaokufa hapa yani umeona bila shaka watakuwa ni aliens. Yani aliens ni kwamba ni viumbe ambao vimetoka nje ya dunia. Na je, sasa ni kweli hivi viumbe ambao vinakufa ni aliens? Umeona mpaka hapo. Na je, katika sini moja tunazoona baadaye kabisa kuna kama makowboy fulani hivi ambao wanaishi katika mji fulani hivi. Umeona mpaka hapo. Je, cowboy umeona ambao wanaishi katika maeneo nao pia ni aliens? Na je, kuna watu ambao tuwafahamu ambao kaza kubwa kabisa umeona ni kuhunt ya aliens na kuwaua? Kwa kitu fulani ambacho sasa hatujui yani. Ni speculation tu kutokana nini na scene ambazo tumeziona katika hii trailer yetu. Na pia inavyoonekana kutoka kuna kama dynamic fulani kati ya polisi wetu wa Green Lanterns pamoja na polisi wanaoishi katika huu mji. Yaani wa polisi walikuwa waamini kabisa hii theory umeona ambao kaitoa mchezo wetu Hal Jordan kwamba watu walikuwa ni aliens. Kwa hiyo hatujui yani game itakuwa vipi. Pia kama tunavyofahamu kitu kimoja mara nyingi yani polisi wanapohama kwenda sehemu nyingine kuna kama mtafaruku fulani hivi kati ya polisi ambao wametoka nje na polisi ambao wanaishi ndani. Kwa hiyo kitu tutarajie pia katika TV show yetu hii. Na kuna sini moja hapa tulimwona Hal Jordan aliingia katika sehemu fulani hivi na kwa bahati mbaya akaanza kupigwa risasi, ila kwa bahati nzuri akatengeneza umeona kama wigi fulani hivi umeona mpaka hapo, yani kama ukingo fulani ambao ulimsaidia. Kwa hiyo inavyoonekana maybe hao watu ambao wanajaribu kumuua Hal Jordan maybe ndio watu ambao walikuwa wakiua umeona wa victim ambao tunaamini sasa maybe wanaweza kuwa aliens. Kwa hadi sasa hatujui yani umeona mpaka hapo. Na kuna sini moja hapa tulimuona mchezaji wetu Jon Stewart alikuwa akimuuliza Hal Jordan umeona kuhusu viumbe fulani hivi umeona wanaoitwa Manhunters. Na hapa ndo tunaingia deep zaidi sasa umeona kuhusu mambo ya Green Lanterns pamoja na washikaji zetu ambao tunaoita Guardians of the Universe. Yani ni kwamba sasa kama tulivyoona umeona katika movie yetu ni kwamba back in the days umeona mpaka hapo Guardians of the Universe walifanikiwa kutengeneza umeona Green Lanterns kama polisi fulani hivi umeona ambao wanaingia katika sehemu mbalimbali ndani ya ulimwengu kwa ajili ya kutengeneza order umeona mpaka hapo. Ila kabla ya hapo umeona walitengeneza hivi viumbe vinavyoitwa Manhunters. Na hivi viumbe vilikuwa ni kama maroboti fulani hivi ambao viliingizwa katika sehemu mbalimbali umeona ndani ya ulimwengu kwa ajili ya kutengeneza order. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba sasa hawa Manhunters walianza kuua viumbe mbalimbali ndani ya ulimwengu. Yaani inavyoonekana ni kwamba sasa umeona kama ilitokea kama fuse fulani hivi ambayo ilikuwa ni mbaya katika hawa maroboti. Na kutokana na hicho kitu sasa ikabidi hawa jamaa wa Guardians of the Universe wakaamua kuwapiga chini Manhunters umeona na kutengeneza hii programu hii ya Green Lantern. Ambapo kiwalisia wa Green Lanterns walikuwa ni viumbe ambao wanatoka katika sekta husika yani, ila walipewa ile hadhi ile umeona ya upolisi ambao ni Green Lanterns. Kwa kama duniani kwetu ilikuwa ni sekta fulani hivi umeona polisi wetu alikuwa nani? Alikuwa ni Hal Jordan ambaye pia ni binadamu kama sisi tu, ila na nguvu ya nini? Ya Green Lantern, tofauti na maroboti yani. Na kuonesha msisitizo kwamba hawa Manhunters walikuwa ni viumbe fulani hatari sana. Tulisikia sauti ya jamaa mmoja alikuwa akiitwa Anton ambaye akasema kitu kimoja kwamba Manhunters ni viumbe wabaya sana umeona ndani ya universe. Na inavyoonekana ni kwamba sasa umeona huyu Anton alikuwa ni alien umeona ambaye yuko duniani umeona au ndani ya ulimwengu kwa ajili ya kulipiza kisasi umeona baada ya watu wake au jamii yake kuuawa vibaya sana. Kwa inavyoonekana maybe jamii yake iliuawa na hivi viumbe hivi vinavyoitwa Manhunters. Na kuna sini moja hapa tulimwona Hal Jordan pamoja na mchizi wetu Jon Stewart waliingia katika sayari fulani ambayo tuijui, na inavyoonekana ni umeona kuna viumbe vingi sana vilikuwa vimeuawa. Kwa inavyoonekana maybe ni viumbe fulani ambao vinatokana au vina uhusiano na ujamaa wetu Anton, na vile pia inavyoonekana ni kwamba maybe ni sayari ambayo hao Manhunters waliingia na kuua viumbe wengi. Kwa we don't know hadi sasa yani. Na hapa Anton akasema kitu kimoja ni kwamba sasa hawa Manhunters wana uwezo wa kuchukua shape umeona ya species yoyote ndani ya galaxy. Kwa sababu linakuja sasa umeona hadi sasa tunafahamu kitu kimoja kwamba Manhunters ni maroboti. Na je, katika TV show yetu umeona watawabadilisha hawa Manhunters kuwa viumbe ambao wanafanya shape shifting umeona mpaka hapo. Kwa ni issue fulani ambayo hadi sasa hatuifahamu yani. Na katika sini moja tuliona kuna viumbe fulani vilifanya shape shifting umeona mpaka hapo, na tujui sasa je umeona Anton alikuwa akizungumzia wa viumbe kwa ndo Manhunters katika ulimwengu wetu au TV show yetu ya Lanterns. Kwa ni issue moja ambayo hatujui, ila kwa mbali yani nguo yake iko kifanana sana na nguo umeona za jamaa tunaoita Guardians of the Universe. Kwa ni issue moja ambayo hatuijui umeona mpaka hapo. Na hiki kiumbe kilikuwa mbele ya mwanamke na mwanamke alikuwa na mtoto umeona mpaka hapo. Kwa inavyoonekana mwanamke maybe anaweza kuwa ni mama yake na Jon Stewart umeona, na huyu mtoto anaweza kuwa Jon Stewart akiwa mtoto mdogo. Kwa hatujui sasa kuna issue gani au kuna story gani, kwa sababu sasa umeona katika sini moja ambayo tuliona Jon Stewart alikuwa kalalamika kwamba ile pete ambayo alikuwa nayo Hal Jordan ilitakiwa iingie katika mikono yake. Kwa hatujui sasa umeona hii pete ilipoingia duniani kwa nini ilimchagua Hal Jordan na sio Jon Stewart.
Stewart, au maybe hii pete ilidesigniwa kwa ajili ya kuingia katika mikono ya Jon Stewart, ila kwa bahati mbaya Jon Stewart alikuwa ni mtoto mdogo na hii pete ikaingia moja kwa moja kwa Hal Jordan. Kwa ni issue moja ambayo sasa hatujui, yani umeona mpaka hapo. Na pia kuna sini moja tunaona kama kuna laser fulani kutoka juu ya space. Ilikuwa inaonekana laser yetu imeweka kama robot fulani. Kwa inaonekana maybe wanaweza kuwa Manhunters yao, umeona mpaka hapo. Na baadaye kabisa tuliona hapa kuna character ambayo tumeiona katika movie ya Superman inaitwa Guy Gardner ambaye pia ni Green Lantern. Alikuwa kimuonya mchezo wetu Hal Jordan kama kuna mtu umeona hata tumajeshi umeona kwa ajili ya kumwinda Hal Jordan. Na je, katika TV show yetu, je, Hal Jordan atafanya issue gani hasa ambayo itawafanya baadhi ya member umeona mpaka hapo wa Green Lantern waamue kumwinda Hal Jordan? Kwa ni issue fulani ambayo sasa hatujui umeona katika ulimwengu wetu umeona wa DC katika TV show yetu ya Lanterns. Na kuna sini moja ambayo tulimuona mchezo wetu Jon Stewart alifanikiwa kutengeneza mashine moja kubwa sana hivi. Na hii ni kitu kimoja ni kwamba sasa muona katika ulimwengu wa DC Jon Stewart tukachana kama alikuwa ni mwanajeshi, ile vile pia muona alikuwa ni architect au yani msanifu majengo. Kwa mchezo alikuwa na uwezo wa kusanifu vitu mbalimbali yani kutokana na imagination zake yani. Na kuna sini moja hapa kuna mwanamke mmoja alimuuliza muona Jon Stewart kama anamchukia Hal Jordan. Na kama nilivyosema mwanzo kabisa kuna kama issue fulani ambayo iko nyuma ya panzia umeona kati ya Hal Jordan pamoja na Jon Stewart. Na je, mwanamke ambaye tunamuona hapa ni nani? Umeona mpaka hapo. Na je, sasa mwanamke maybe anaweza kawa umeona yani maybe member au mmoja wa member wapo wa Guardians of the Universe alikuwa ka shape shifting umeona kutoka muonekano wao na kuwa binadamu. Kwa we don't know hadi sasa. Ila kama nilivyosema mwanzo kabisa kuna issue fulani au historia nyuma fulani hivi umeona kati ya Hal Jordan pamoja na Jon Stewart ambayo hadi sasa hatuifahamu umeona katika TV show yetu ya Lanterns. Na kuna sini moja hapa tulimuona mchizi wetu umeona Jon Stewart aliingiza mkono ndani ya box fulani hivi. Na inaonekana ile box maybe ni kama pocket dimension fulani hivi umeona mpaka hapo. Na ndani ya box tulimuona ile ndege kiruka ruka. Kwa hiyo tujue sasa ile box inamaanisha nini umeona mpaka hapo, na ndege anamaanisha nini hasa kwa mchizi wetu umeona Jon Stewart. Ni kitu fulani hadi sasa hatukifahamu umeona katika TV show yetu ya Lanterns. Na kuna sini tuliona hapa Jon Stewart alisema kitu kimoja kwamba ile pete siku zote ilikuwa ni pete yake. Kwa hiyo alivyosema kitu kimoja ni kwamba kuna bifu fulani hivi kuhusu ile pete umeona kati ya Hal Jordan pamoja na Jon Stewart. Na kuna sini hapa tulimuona mchizi wetu umeona Hal Jordan aliingia moja kwa moja umeona katika sehemu fulani inavyoonekana ilikuwa ni kama prison fulani hivi ya jamaa wa Green Lantern. Na mondani alikutana na mchizi mmoja alikuwa akiitwa Sinestro. Na mchizi tulimuona katika ile movie ile ya mwaka 2011 ya Ryan Reynolds ya Green Lanterns. Umeona mpaka hapo. Na yule mchizi sio umeona alikuwa kiamini katika concept moja hivi umeona katika ulimwengu wa Green Lantern inayoitwa Fear. Sasa kwa hapa sitaki ninge deep sana umeona hadi hapo nitakapopata nafasi ya kuelezea ile movie ya Green Lantern ya mwaka 2011. Ile kitu kimoja ni kwamba sasa umeona katika wa Lanterns ya umeona kuna imani fulani hivi ambazo zipo kama za aina mbili. Kuna imani ya kwanza inaitwa will umeona ambayo ni nia, na kuna imani ya pili inaitwa fear ambayo ni hofu. Umeona mpaka hapo. Na kwa ufupi ni kwamba sasa hawa Lanterns ambao wanaamini katika fear au katika hofu wanaamini hichi ni kwamba sasa ili waweze kuwa control watu au kutengeneza order lazima utengeneze hofu. Kwa ni concept fulani ambayo madikteta pia wanatumia. Umeona mpaka hapo. Sasa katika ile movie ya Green Lantern ilipoishia ni kwamba sasa Sinestro aliamua kubadilika umeona kutoka Green Lantern na kuwa Yellow Lantern. Umeona mpaka hapo. Kwa sababu nguvu ya fear ni nguvu fulani hivi ya njano. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba hatukupata movie ya pili ya Green Lanterns ambayo itaelezea bifu sasa kati ya Jordan pamoja na Sinestro. Umeona mpaka hapo. Na katika hii scene ambayo tumeona hapa katika maongezi kati ya Hal Jordan pamoja na Sinestro, umeona Hal Jordan ana confirm kwamba Dana afahamu kabisa kama Jon Stewart umeona alikuwa ni kama replacement yake na sio backup yake. Umeona mpaka hapo. Kwa kama tulivyoona hapa uhusiano kati ya Sinestro pamoja na Hal Jordan unazidi kuwa mzuri. Inamaanisha kitu kimoja ni kwamba sasa umeona katika movie yetu au jamaa Green Lantern wanaweza kuwa na beef na Hal Jordan kwa sababu haiwezekani kabisa yani Hal Jordan maybe kaenda kwa Sinestro kwa ajili ya kuomba ushauri fulani if you don't know yani. Umeona mpaka hapo. Na wengi sana wanaofia kitu kimoja ni kwamba kuna uwezekano mkubwa kabisa umeona Hal Jordan katika TV show yetu akabadilika na kuwa Parallax. Sasa hii Parallax umeona ni kama entity fulani hivi umeona ambayo ina represent fear katika ulimwengu wa movies za Green Lanterns. Na kuna sini moja tunaona kama kuna black hole fulani hivi. Kwa tujue kama hii black hole ambayo tunaona hapa ni actual black hole ambayo inamaanisha destruction ya universe au maybe umeona ni black hole ambayo inaonyesha ni kama portal fulani ambao aliens walikuwa kiama kutoka ulimwengu mmoja kwenda ulimwengu mwingine. Kwa ni shifani ambayo sasa tufahamu. Umeona mpaka hapo. Na tukiangalia sini za hapa na pale umeona katika TV show yetu inaonekana ni kwamba kutoka kuna maplayer mbalimbali yani umeona pamoja na angels zao, na vile pia tutaona hapa kutoka kuna action mbalimbali pamoja na mazingira fulani ya sayari mbalimbali
au ulimwengu mbalimbali, umeona, katika TV show yetu Atlantis. Kumbuka sasa wajamaa ni kama Space Cop, kwa walikuwa wanahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ndani ya universe. Kwa hivi ni vitu vichache ambavyo nimeviona, umeona, katika trailer yetu, na kiuhalisia yani kulikuwa kuna issue nyingi sana za kuzungumzia, yani ile ninavyohisi ni vitu vingi ambavyo inabidi nivizungumzie kwanza, umeona, katika movie ya Green Lantern ambayo ilitoka sasa mnamo mwaka 2011. Kwa nitajitahidi sasa, umeona, kabla tujaingia moja kwa moja katika TV show yetu ya Lanterns ambayo itatoka tarehe 16 mwezi wa 8, nitajaribu kufanya review ya movie ya Green Lantern ya mwaka 2011, ingawa watu wengi sana waliiponda ile kiuhalisia, yani umeona, ilikuwa ni movie ambayo sio mbaya kwangu, mimi niliipenda kipindi kile nikiwa kijana mdogo, yani kwa sababu ilinipa information za ziada ambazo nilikuwa sizifahamu, umeona, kuhusu ulimwengu sasa wa Green Lantern. Kumbuka asilimia kubwa sisi ambao tumekulia Uswahilini hatujakuwa na comics, umeona, mpaka hapo. Kwa hizo movie zinakuwa zinatupa information fulani za ziada ambazo tuzifahamu. Kwa jumla ile movie ya 2011 ilikuwa ni movie nzuri kabisa ya Green Lantern, ingawa watu wengi wanaiponda. Na kwa review ambazo zinafuata ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, stay tuned.